Msanii wa muziki Davido amejikuta akishambuliwa pakubwa sana hasa katika mtandao wa X na wananchi wa taifa lake la Nigeria. Hii ni kufuatia kufanya mkutano ama kukutana na rais wa taifa hilo Tinubu. Video hizi mbili unazoziona, video hii ya pembeni inamuonesha msanii huyu akiwa na members wake, yani wapambe wake, wakiwa wanatembea huku akiwa na mtoto wa rais Tinubu aitwaye Say Tinubu. Huyu ni mtoto wa kiume mkubwa kabisa kama mwanavyo katika video husika. Video hii ya pembeni sasa inamuonesha David akiwa na timu yake, yani crew yake, akiwemo Cubana, Press na wengine wakiwa na rais huyo, huko Davido baada ya kusalimiana naye akiwa anamtambulisha memba mmoja baada ya mwingine. Sasa haijafahamika nini ambacho kimeweza kumpelekea msanii huyu kukutana na rais huyu, lakini hii haijawa taarifa nzuri kwa wananchi wa Nigeria ambao wamekuwa kisikitishwa na uongozi wa rais huyu, hasa kutokana na uchumi wa taifa hilo kuendelea kuyumba pakubwa sana, huku kukiwa kuna ongezeko la ugumu wa maisha kwa wananchi wake. So wameonyesha wazi kutokufurahishwa na msanii huyo, akimuita ni kama msaliti ama mtu ambaye hawajali wananchi wake. Na kama umekuwa ukifuatilia taifa hili hasa upande wa mastaa, nadhani utakuwa haujawahi kuona ukaribu wote wa rais Tinubu pamoja na mastaa mbalimbali wa taifa hilo kama Burna Boy, Wizkid na wengine. Upande wa David umekuwa tofauti sana. Unaweza kusema labda kwa kuwa ni msanii ambaye yupo katika mazingira ya kuwa na ukaribu na viongozi mbalimbali kutokana na hadhi ya baba yake na kadhalika, lakini ni kitu ambacho hakijawafurahisha wananchi pakubwa, ambao wengine wamechukua paka maamuzi ya kumtusi kabisa. Unakumbuka ni hivi karibuni tu kupatia taarifa kuwa msanii Burna Boy aliweka wazi kwamba anatamani kutumbuiza kwenye taifa la Burkina Faso, na hii ni kama sehemu ya kuonesha tu kwamba anavutiwa na namna ambavyo Traore analiendesha taifa hilo, hasa kwa kuliinua kiuchumi katika muda mfupi tu tangu aingia madarakani. Lakini hili ambalo amelifanya Davido kujiassociate na rais wa taifa lake ambaye ameonekana kuchukua jali wananchi husika, ni kitendo ambacho hakijawafurahisha watu wengi. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.